kwa muda tovuti rasmi ya Rais William Ruto baada ya kulengwa na uvamizi wa kimtandao, huku wadukuzi wakidai fidia ya Bitcoin 5 yenye thamani ya takriban shilingi milioni 41.3. Wadukuzi walibadilisha maudhui ya ukurasa mkuu wa tovuti na kutoa vitisho vya kuvujisha taarifa walizodai wanazimiliki. Hata hivyo, Wizara ya Habari na Mawasiliano imesema hakuna ushahidi wa uvujaji wa data, huku uchunguzi ukiendelea. Uvamizi wa kimtandao uliolenga tovuti rasmi ya Rais Jumamosi umeibua tena mjadala kuhusu usalama wa mifumo ya kidijitali ya serikali, wakati mamlaka zikisisitiza kuwa hakuna ushahidi unaoonyesha taarifa za serikali ziliibiwa au kuvuja. Kwa mujibu wa Wizara ya Habari na Mawasiliano, hatua ya dharura zilianzishwa mara tu udakuzi ulipobainika. Tovuti ilifungwa kwa muda ili kudhibiti hali hiyo ya kuruhusu uchunguzi wa kitaalamu kufanyika. Wizara imesema uchunguzi wa awali haujaonyesha dalili zozote za ufikiaji usioidhinishwa wa taarifa, uvujaji wa data wala kupotea kwa kumbukumbu za serikali. Wataalamu wa usalama wa mitandao wanaeleza kuwa mashambulizi ya aina hii kwa kawaida huanza pale wadakuzi wanapotumia mianya ya kiusalama au nywila dhaifu kuingia kwenye mfumo. Baada ya kupata udhibiti, hubadilisha maudhui na ukurasa mkuu wa tovuti na kuweka ujumbe wao. Katika tukio hili, wadakuzi walidai fidia ya Bitcoin 5 yenye dhamana ya takriban shilingi milioni 40. Pia waliweka muda wa mwisho wa kutekelezwa kwa madai hayo, wakitaja majina ya watu watatu kwenye ujumbe waliochapisha na kutishia kuvujisha kile walichodai kuwa ni taarifa nyeti za serikali. Serikali, hata hivyo, imesisitiza kuwa madai hayo hayajaungwa mkono na ushahidi wowote wa kiufundi. Tukio hili linafuatia mashambulizi mengine ya kimtandao yanayolenga taasisi za serikali katika siku za nyuma. Mnamo Novemba mwaka 2025, tovuti za Wizara ya Afya, Elimu na Usalama wa Ndani zilivamiwa na kurasa zake kubadilishwa. Uvamizi wa sasa umeongeza shinikizo kwa taasisi za serikali kuimarisha mifumo ya ulinzi na taarifa na kujenga uwezo wa kukabiliana na vitishio vinavyoendelea kubadilika katika anga za kidijitali. Faith Wangare, Runinga ya TV 47.